Leo ni siku yetu ya pili ya kongamano kubwa la mafunzo ya viongozi ambalo limekuwa likiendelea hapa CCC Miyuji kutokea siku ya jana na leo tumehitimisha. Na leo tunahitimisha, baadaye kidogo hapo tutakuwa tukihitimisha. Kongamano hili limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, wa jimbo, section na makanisa ya mahali pamoja. Mungu ametupendelea, tumekuwa na kiongozi wetu wa PCF kwa ngazi ya taifa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Suzette Evarist Mayala. Yes. Wewe ni nani kwenye kitengo chetu kizuri cha PCF? Mimi ni katibu wa kitengo cha PCF taifa. Hongera sana. Dada Suzette, umejisikiaje kuhudhuria kwenye kongamano hili kubwa kabisa la kitaifa la mafunzo ya uongozi? Nimejisikia vizuri sana. Kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo inaamini kwamba kiongozi anazaliwa, lakini pia kiongozi anatengenezwa. Na katika kuzaliwa na kutengenezwa, kiongozi ambaye anazaliwa pia ana fursa ya kutengenezwa ili kuwa bora zaidi. Kwa hiyo nimejisikia vizuri kuwepo katika niseme karakana ya kunifanya kuwa bora zaidi, kuwa kiongozi bora zaidi. Mafunzo haya kwa viongozi, wewe unavyozani au unavyohisi, yana faida gani kwa viongozi? Wameshazoea uongozi, mtu ukichaguliwa kwa mimi nitaongoza Roho Mtakatifu. Nini kinatufanya na kuja kufundishwa? Yana impact gani kwa viongozi wa makanisa, section, jimbo? Kitu ambacho ninaweza nikakisema, ni kweli sisi ni viongozi wa kiroho. Lakini lazima tukubali tunaishi katika dunia. Tunaongoza watu wenye utashi. Na tukiwa kiongozi wa kiroho sio kwamba tu unahusika na mambo ya rohoni tu, hamna mambo ya mwilini. Kwa hiyo mafunzo haya mimi nadhani yametupa nafasi viongozi kutambua kwanza namna ya kuwa viongozi bora katika maisha ya kiroho, katika vitengo ambazo tunavyo kanisani, namna gani niwe bora, nifanyeje kazi. Lakini amegusa maisha yetu ya kimwili. Tunawahudumia watu kwa namna gani? Hiyo kiongozi, ninawahusishaje wale ninaowaongoza? Ninafanyikaje msaada wa kutimiza malengo yao, sio tu ya kiroho, ya maisha yao ya kimwili. Kwa hiyo nimeshukuru sana. Kwa hiyo kongamano hili limekuwa na impact kubwa sana kwa viongozi. Una nini cha kuambia viongozi wa PCF ngazi ya jimbo, section na kote huko kwenye makanisa ya mahali pamoja? Jambo la kwanza niwaambie, Mungu ametuamini. Mungu ametuamini, na kwa sababu Mungu amekuamini, amekuweka katika nafasi uliyopo, kwanza jikubali kwamba unaweza. Lakini niwatie moyo, wakati mwingine zikitokea fursa kama hizi, usika kuwepo mahali hapa. Unajua tunapokusanyika, ni kweli unawezekana una uwezo wako wa uongozi ule wa kuzaliwa nao umeujua, au umejifunza katika section, umejifunza katika kanisa la mahali pamoja, ulijifunza shuleni. Lakini tunapokutana hapa tunakutana na watu ambao wabobezi katika eneo la uongozi. Kwa hiyo unapata maarifa zaidi ambayo yatakusaidia ukitoka hapo uwafai watu. Na ukiwa kiongozi sio tu unakuwa kiongozi, unakuwa mwalimu. Pia. Na mwalimu mzuri ni yule anayenolewa, anajifunza. Yaani mwalimu mzuri huwa akirudi nyumbani anasoma ili kesho anaposimama kwa wanafunzi afanye vizuri zaidi. Kwa hiyo niwatie moyo viongozi wa PCF kuanzia ngazi ya tawi, kiongozi wa PCF section, kiongozi wa PCF jimbo. Wakati mwingine ukisikia kongamano hili, na tumesema yatakuwa ni makongamano yanafanyika kila mwaka, hebu panga mkakati wa kuhudhuria, kwa sababu mimi naamini itakuongezea value katika uongozi wako. Mwisho kabisa, umekuwa sasa katibu wa PCF jimbo, umekuwa katibu wa PCF kwenye ngazi ya taifa, na huko unafanya kazi na viongozi wa CAC. Tuna mkurugenzi wetu, mkurugenzi mkuu Zefania Mkuyu. Unavyomwona kwa muda mchache ambao umekaa kwenye uongozi wako, ni mtu wa namna gani? Muono wake ukoje kufikisha gurudumu hili la vijana pamoja na wana PCF? Kwanza niwaambie tu wazi wana CAC vijana na PCF wa Tanzania kwamba idara na kitengo kiko katika mikono salama. Tuna mtu ambaye naweza nikasema ni mzalendo kweli kweli. Ana stamina, ana misuli ya kuhakikisha kile anachokiamini, kile anachokitamani kitokee, kinatokea. Sio kiongozi anayesema akaacha, ni kiongozi ambaye anasema alafu na yeye anaingia kwenye utekelezaji kuhakikisha jambo lile alilolisema linakuwa na linatokea. Katibu, barikiwe sana. Amina, asante. Amen. CS Online TV, we share the good news. Uamsho, agenda yetu.